Kindiki aweze kuendelea na ratiba. Tumkaribishe kwa makofi tafadhali. Karibu sana Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Profesa Abraham Kithure Kindiki. Mheshimiwa William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wote ambao wamefika hapa siku ya leo, wananchi, nachukua nafasi hii kwanza kukushukuru Rais kwa kutualika hapa kwa sababu ya hafla ya leo, ambao ni hafla ya kutathmini jinsi Mungu ametuwezesha kama taifa mwaka huu ambao tunauaga leo usiku, mwaka wa 2025. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa sababu kupitia uongozi wako na kupitia neema ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia, tumepiga hatua kadha kwa kadha kama taifa. Nataka niseme tu mawili. Ya kwanza, Mheshimiwa Rais, ni kwamba kupitia uongozi wako taifa letu limeweka msingi thabiti katika mambo ambayo ni mambo muhimu ambayo yatawezesha nchi yetu kuanzisha safari ya kuingia katika himaya mpya ambayo ni himaya ya nchi ambazo zimeendelea. Kwa muda mrefu tumekuwa na matatizo katika mambo ya kilimo, uzalishaji wa kilimo, lakini kupitia uongozi wako tumeona ya kwamba program ya fertilizer ama mbolea imesaidia katika uzalishaji wa mimea muhimu ambayo inasaidia katika kukuza uwezo wa taifa letu kupata chakula cha kutosha. Vile vile tumekuwa kwa muda mrefu tukitamani kuwa na uwezo wa wananchi wengi kuwa na bima ya afya wakati wako wa ugonjwa, na mradi wa afya sasa tuko na wananchi wengi ambao wamejiandikisha, na vile tunaendelea katika 2026 tutaendelea kuboresha mfumo mpya wa afya kuhakikisha kwamba wananchi wengi wamepata matibabu. Kuna mambo mengi Mheshimiwa Rais, tumeona ya kwamba nchi yetu imebaki nyuma kwa sababu ya mambo ya miundo msingi na hatukuwa na fedha ya kutosha, lakini tunapokaribisha ama tunapokamilisha mwaka wa 2025 kupitia uongozi wako, Mungu ametujalia na tumepata mbinu ya kuboresha barabara zetu, viwanja vyetu vya ndege na mitambo ya reli, ambayo baadhi ya hizo barabara umeanzisha hivi karibuni, sana sana hii barabara ya kutoka Rironi Mau Summit, ambayo sehemu moja itafika hapa Eldoret na iende mpaka wa Kenya na Uganda. Vile vile tuko karibu kuanzisha mambo ya upanuaji wa reli yetu na kiwanja chetu cha ndege as we go to 2026. So Mr. President, our country's foundational development priorities are now in place, and 2026 can only be better in terms of accelerating and building on the foundation that you have provided for us now that the fundamentals are in place. Mheshimiwa Rais, kwa hivyo wakati tuko hapa ni lazima vile vile tukumbuke ya kwamba wakati huu wa mwisho wa mwaka, mimi sikumbuki ni siku gani taifa letu limekuwa na umoja ambao sasa uko katika taifa letu. For a long time we have been a bitterly divided nation, but as we close this year,
you can see the discussions that are happening in the political place today, in the political space, are discussions about which party and which program one side supports. And I want to thank you. And the greatest gift you've given us as our leader, Mr. President, in 2025, is the crossing of ranks between us who are on your side in 2022 and your political opponents who were in Azimio la Umoja, because now Kenya has a broader political space, and that has helped us to forge national unity and even to heavy lift some of the difficult development programs that have always been difficult to uplift because of a divisive political rhetoric. The housing program, the health program would not have been possible without the support of our brothers and sisters who have joined us to form the broad-based administration which you lead. Kwa hivyo Bwana Rais, mimi yangu leo ni kukushukuru na kukuombea na kukuambia kwamba Mungu akitujalia sisi ambao umetupatia nafasi kukusaidia katika uendeshaji wa masuala ya kisiasa ya kitaifa, tutajaribu kuweka bidii, na mimi nikiwa msaidizi wako mkuu na kuhakikisha kwamba nitaweka bidii ili kurahisisha mzigo ambao wewe unabeba kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, ili utusaidie kupiga hatua ambayo imebaki pale mbele. And therefore, Mr. President, I am a grateful Kenyan today, and I am a grateful Deputy President, because I have seen our country make important strides in the last few years, and especially in 2025. With those many remarks, I now want to request that His Excellency the President can come and address us as we proceed with today's program. I request we be upstanding and a round of applause for His Excellency President William Samoei Ruto. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much, Mr. Deputy President.